This article that says Kenyans are withdrawing money, what they are calling withdrawal or refund is not a refund. Serikali imekanusha madai kwamba Wakenya wanajiondoa katika mpango wa hiari wa akiba ya boma yangu baada ya ripoti kudai kuwa zaidi ya shilingi bilioni 2.5 zimerejeshwa kwa wachangaji wa mpango huo. Akizungumza jijini Nairobi, Katibu Mkuu wa Idara ya Nyumba na Maendeleo ya Mji Charles Hinga alisema takwimu hizo zimetafsiriwa visivyo, akieleza kuwa sehemu kubwa ya fedha zinazotajwa kama marejesho zilitumika na wanunuzi kama amana ya kununua nyumba za mpango wa makazi nafuu. Refund is not a refund. Let me give you the numbers. Out of 2.5 billion that the article correctly stated were monies that had been refunded. That's what they call it. 1.62 billion. That is 63%. 63% of that 2.5 billion money that they're calling a refunded, is savings that were applied to people that bought the first housing scheme in Park Road. So those who allocated money in Park Road, they took the money from their savings wallet and put it in the deposit. They were allocated, and then that money is gone. I hope you're following. Okay? So it was your money, but you have applied it towards a deposit. There is another 139 million, which is 5.5%, that has gone for other units now outside Park Road. Okay? Meaning that 68.6% of the so-called withdrawals is money that has gone towards a deposit for a house, for a new homeowner. Hinga alisema takriban shilingi milioni 83 pekee, sawia na 31% ya fedha hizo ambazo ziliondolewa na wachangaji, akisisitiza kuwa boma yangu ni mpango wa hiari unaowapa Wakenya fursa ya kuweka akiba hatua kwa hatua ili kumudu gharama ya awali ya kununua nyumba. We have 803 million, which is 31.4%, which is money that now has actually been withdrawn. Aidha, Hinga alitetea mpango wa makazi nafuu, akisema tayari umeanza kubadilisha maisha ya Wakenya wengi, kuwapa nafasi ya kumiliki nyumba zenye hadhi bila kujali kiwango cha mapato yao. Alisema mjadala kuhusu mpango huo unapaswa kujikita katika sera na maendeleo badala ya taarifa ambazo zinaweza kupotosha umma. Sometimes leadership is not about telling people what they want to hear. It's about taking them where they must be. I am very proud of what we have achieved. But it's not for me to say it. It is about the lives of people that are being changed every single day. You know, you take a lady like Jerusha, a single mother who lived in Nakuru for all those years. Today she's a homeowner in Nakuru. Hinga aliongeza kuwa mpango wa makazi nafuu wa Kenya umeanza kuvutia mataifa mengine yanayotafuta suluhisho la upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu, huku serikali ikiendelea kupanua ujenzi wa nyumba na kuongeza fursa za kumiliki makazi. Serikali sasa imewataka Wakenya kutumia taarifa rasmi kuhusu mpango wa boma yangu, ikisisitiza kuwa mpango huo unaendelea kuwa na hiari na umeundwa kuwezesha wananchi wengi zaidi kumiliki nyumba kupitia mpango wa makazi nafuu. Everybody else is talking. And while our program is not perfect, at the very least we are doing something. Something that the whole world is struggling to do. And so when you hear that our president has been christened the global affordable housing champion, it's not because we went and made an application somewhere and says mtupatie hii kiti ama see whatever. No. Nikiripotia runinga ya Newslight Kenya, jina langu ni Winnie Atieno.